Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, maujaji katika matumaini. Wapendwa, leo tunaadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Kristo. Tunaadhimisha fumbo hili la imani yetu, tukitangaza uwepo wa Mungu mtu katika maumbo ya mkate na divai. Tunapoabudu Ekaristi, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya sakramenti ya Ekaristi. Kwenye misa ya leo tunakumbuka kwa namna ya pekee adhimisho la Ijumaa Kuu. Ndani ya adhimisho hilo, yaani Ijumaa Kuu, Alhamisi Kuu, hatukuweza kumtukuza Mungu kwa shamra au vifijo kwa sababu ya mateso na kifo kichungu cha Mwokozi wetu wakati ule wa Alhamisi Kuu. Mama Kanisa ametuwekea siku ya leo kutukuza fumbo hili. Hivyo katika sherehe hii tukumbuke Ekaristi Takatifu kama karamu yetu na Kristo rafiki yetu ambaye anatuletea neema tunazozihitaji katika maisha yetu. Tunapoadhimisha sherehe hii ya Bwana, tumpatie nafasi Kristo moyoni mwetu, kwenye familia zetu, kwenye makazi yetu, atuongoze, atuletee maisha ya kimungu na abadilishe maisha yetu ya kiroho yawe ya kumpendeza Mungu, na tusimfanye Kristo hawe mkimbizi mioyoni mwetu, katika familia zetu na katika makazi yetu au katika mazingira yetu kwa sababu ya dhambi. Tumesikia katika Injili ya leo, kabla ya Bwana wetu Yesu Kristo hajalisha umati, kwanza aliwatangazia watu habari njema, na sisi ndilo tunalofanya sasa hivi, kuwapatia katekesi juu ya Ekaristi Takatifu. Na baadaye alipokuwa amewatangazia habari njema, aliwaponya wagonjwa na wale waliokuwa na udhaifu wa kila namna. Wapendwa, nasi siku ya leo tunaalikwa tuje leo kwake atuponye magonjwa yetu na madhaifu yetu ya roho na mwili. Yeye aliwaponya watu wa wakati ule bila ubaguzi, na sisi anatualika kutuponya hata siku ya leo na wakati mwingine, na magonjwa yetu na udhaifu wetu bila kubagua mtu yoyote. Wapendwa, pia tumesikia kwenye Injili akisema hawa akifanya haya, akuwaruhusu watu wake waende nyumbani kwa njaa. Aliwaamuru mitume wake wawaketishe watu katika makundi na wagawagawie chakula. Ingawa kilikuwa kidogo, lakini watu waligawiwa, alafu kingine kikabakia. Nasi leo anatualika kila mmoja wetu
tuje kwake tule chakula cha uzima wa milele. Anatukaribisha sisi sote tuliojiandaa tumpokee ili aendelee kutuimarisha kimwili na kiroho. Anatufundisha kuwa tukila chakula anachokitoa ndipo tutashiba na hatutakuwa na njaa ya kiroho, bali tutapata tiba ya uzima wa milele. Basi kila mara tuje kwake, tukimbilie huruma yake, maana tumeona aliwaonea watu huruma mpaka akaongeza chakula, ile mikate, na watu wakashiba, wakala wakashiba. Ndugu zangu, huu ni mfano mzuri kwetu. Sisi tunavyo vitu, tunavyo vyakula, na watu wenye shida wanakuja, na wakati mwingine tunakuwa na vingi vya kusaza. Tusije tukasema tutakapotoa kwa watu wengine hatutapata vingine. Ukarimu alioufanya Bwana wetu Yesu Kristo nasi tuige. Tumeona kwamba alikuwa na vidogo, lakini aliviongeza vikawa vingi, na watu wakala wakashiba. Kwa hiyo ndugu zangu, na sisi watu wanapokuja kwetu wakiwa na shida mbalimbali, tuwagawie, tutoe kwa ukarimu, tutoe kwa moyo mkunjufu. Yeye ambaye ametupatia vitu mbalimbali, na yeye atatuongezea. Wapendwa katika Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tumpokee, maana Ekaristi Takatifu inatuunganisha sisi na yeye na ndugu zetu. Kwa hiyo chakula cha Ekaristi ni sakramenti au ishara ya umoja, na inatufanya wote tushiriki meza moja. Hivyo ndugu zangu, kama tunavyosikia kila mara tunapopokea au tunapoadhimisha sakramenti ya Ekaristi, Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Yeye alivyojitoa bila kujibakiza, yeye ambaye anatushirikisha mafumbo ya kimungu, anataka hivyo hivyo na sisi tujitoe bila kujibakiza. Tunapopokea Ekaristi Takatifu hapa kanisani, anatuambia fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Kwa hiyo anataka tendo la upendo ambalo analifanya, vivyo hivyo na sisi twende uko nyumbani, kwenye familia, kwenye mazingira yetu ya kazi, tufanye vivyo hivyo. Tuonyeshe mapendo, tuonyeshe ukarimu, tuonyeshe amani, tutende haki kwa wenzetu, na tuwe wema kwa watu wengine. Anasema kwamba tufanye hivyo kwa kumkumbuka yeye. Hivyo tunapotoka hapa, tusiende kuendeleza kutengana, kugira amaiko na kamunobere. Hiyo anataka siku ya leo na siku nyingine
matendo kama hayo tuyaondoe. Na hii ni kwa sababu Kristo ni mwalimu wetu. Anatualika pia tuendelee kujifunza kutoka kwake. Yeye anataka tuwe watenda mema na tusiwe wabaguzi, na yeye sio mbaguzi, sio anayefanya watu watengane. Anaposema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi, tuendelee kufanya hivyo. Wapendwa, tuendelee kujifunza kwake, na hasa unapompokea unakuwa mwili mmoja na Kristo. Na barua ya Mtume Paulo kwa Wagalatia inatuambia, na sasa naishi si mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya pili aya ya 20. Pia Mtume Paulo anaongezea kuwa kwa kuwa mkate huu ni mmoja, sisi ingawa ni wengi tu mwili mmoja, maana sote twashiriki mkate huo. Hayo tunayasoma kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Korinto sura ya 10 aya ya 17. Wapendwa katika Kristo, mafundisho ya Kristo yanaendelea kutuambia kuwa Yesu ni mwanga wa ulimwengu. Anapokuja kwetu anatuimarisha na kutufanya tuwe mwanga wa ulimwengu. Anaendelea kutufunulia maandiko kama tulivyotangulia kusema. Anatufunulia maandiko kama alivyofanya kwa wale wafuasi wa Emausi, kama tunavyosoma katika Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 28 hadi ya 35. Pia tunapomega mkate, Kristo anatupatia nguvu za kushinda vishawishi. Tunapopokea Ekaristi mara nyingi tunapata nguvu za kuvumilia majaribu, changamoto za maisha na vishawishi. Sasa ndugu zangu, ujiulize, wewe usiyepokea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, utapata nguvu wapi ya kuweza kushinda majaribu, changamoto za maisha na vishawishi? Tutafakari hilo kwa makini. Sisi ambao tunashindwa kupokea kwa sababu mbalimbali, sababu ya marudi, kwa sababu ya kutofanya juhudi kufunga ndoa, na kwa sababu ya kutokuja kuungama wakati mwingine. Kwa hiyo tuone kwamba tunapoteza hazina kubwa, tunapoteza chemichemi ambayo ingetupatia nguvu za kuweza kuendelea mbele na kuishi vizuri Ukristo wetu. Wapendwa, chakula kama tunavyotumia chakula cha kawaida, chenyewe kinatupatia uzima wa mwili. Vivyo hivyo tunapopokea Ekaristi Takatifu ambamo mna Bwana wetu Yesu Kristo, Kristo anatupatia uzima wa roho zetu. Na sakramenti ya Ekaristi utuletea neema ya utakaso ambayo utuongoza kwenda mbinguni.
Pia kama tulivyokwisha sema, Ekaristi Takatifu inatuunganisha na Kristo, wakati huo huo inatukinga na dhambi na inatutayarisha kuweza kupambana, kama tulivyokwisha sema, na vishawishi vyetu ambavyo vinatukabili na kutuongoza kupata uzima wa milele. Mwenye heri Karlo Acutis ambaye atatangazwa mtakatifu mwezi Septemba anasema Ekaristi Takatifu ni barabara kubwa, au barabara, yani anaisema barabara, sisi huku labda hatuna highways, barabara ambayo ina njia mbili. Sasa yeye anasema Ekaristi Takatifu ni njia au barabara yenye matawi mawili ambayo yanamuongoza mtu kwenda mbinguni. Anasema Eucharist is the highway to heaven. Kwa hiyo uone wewe usiyepokea Ekaristi Takatifu, uone wewe unayepokea Ekaristi Takatifu bila kustahili, unavyoshindwa kuingia kwenye hiyo njia yenye njia mbili ambazo zinakupeleka huko mbinguni. Wapendwa, Ekaristi Takatifu inaunda kanisa. Tunapopokea Ekaristi Takatifu tunaunganishwa na Kristo, alafu tunaunganishwa ndani ya kanisa. Tunakuwa mwili mmoja na wenzetu. Na katekisimu ya Kanisa Katoliki inatueleza kuwa komunyo utufanya upya, utuimarisha na kutuzamisha katika umoja na kanisa, ambako tulishaingizwa tayari kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu inaendelea kutuimarisha, na hasa katika maagano ya ubatizo na maagano tuliyoweka wakati wa kipaimara na maagano ya sakramenti nyingine. Sisi ambao tumepokea daraja ya uaskofu inaendelea kutuimarisha, wale waliopokea daraja ya upadre inaendelea kuwaimarisha, na wale ambao ni watawa wameweka nadhiri inaendelea kuwaimarisha katika maisha yao hayo. Wale walio kwenye ndoa inaendelea kuwaimarisha katika maagano yao ya kindoa. Sasa wewe usiyepokea, yote hayo mafao hayo ya kiroho uyapati. Wapendwa, leo tunapoadhimisha sherehe ya Ekaristi tunakumbushwa kuwa tujongee kwenye meza ya Bwana katika mioyo safi, au tukiwa na mioyo safi. Yaani tusije kupokea Ekaristi Takatifu kwa sababu ya mazoea, au hawa watanionaje, ndugu zangu watanionaje maana mimi napokea. Na usitake, au tunapopokea Ekaristi Takatifu usitake kumpendeza mtu au watu, bali upokee Ekaristi Takatifu ili kuweza kupata uzima wa kimungu na ili uweze kuunganika na Mungu.
Mtume Paulo katika barua yake ya kwanza kwa Wakorinto anatuambia, hii ni barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23 mpaka 28, anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, hii isivyopasa, ana hatia ya mwili na damu ya Kristo. Kwa hiyo tusijaribu, ndugu zangu, kama hauko vizuri wakati wowote ule, usijaribu kuja kupokea Ekaristi Takatifu. Ukifanya hivyo, ujue kwamba unapokea hukumu. Siku ya leo tunapoadhimisha sherehe hii ya Ekaristi, kila mmoja atafakari na kujioji, je, ninampokea Kristo nikiwa ninastahili? Ninaungama? Nimejitayarisha kumpokea Kristo? Je, ninafuata mafundisho ya kweli ya kanisa? Je, ninajitahidi kuunganika naye nikifisha vilema vyangu, nikijitahidi kufisha vilema vyangu? Sisi wote ni matajiri wa vilema mbalimbali, na hivyo vilema tujitahidi kuvifisha. Usipofanya juhudi ya kufisha hivyo vilema, ujue kwamba utashindwa kuishi maisha ya kumtangaza Bwana, maisha ya kumwelekea Bwana. Pia siku ya leo, wapendwa waamini, na siku nyingine, tunakumbushwa kuwa unapopokea Ekaristi Takatifu unatangaza kuwa mimi ni muumini wa dhehebu la Kikatoliki. Pia unatangaza kuwa mimi nina muunganiko na Kristo. Vivyo hivyo, kila mara uwe unajioji, kama mimi ni muumini wa Kanisa Katoliki, pia ninampokea Bwana wetu Yesu Kristo, je, matendo yangu yanaakisi yale ninayoyatangaza? Wapendwa katika Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo aliweka sakramenti ya Ekaristi ili akae nasi. Na haya tunayasoma katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 19 na 20. Bwana wetu Yesu Kristo alituahidi kuwa atakaa nasi mpaka ukamilifu wa dahari, na ndiyo maana yupo ndani ya tabernakulo anatusubiri. Hivyo tusiende kwa madhehebu ya pembeni kama wengine wanavyofanya. Wanamwacha Bwana wetu Yesu Kristo ndani ya Ekaristi Takatifu, ndani ya Kanisa Katoliki, wanaenda kule kudhurula. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi sote tunapoadhimisha leo sherehe ya Ekaristi, itufanye kila mara kuja kumwabudu ili tuweze kuwa watakatifu, kama anavyotuambia mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 48, kuweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Kwa hiyo ninawaalika wale ambao hamna mazoea ya kuja kwenye sakramenti ya Ekaristi, hasa kuabudu, mjitahidi kuja kumwabudu Kristo, kwa sababu
Kama tulivyosikia mwenye heri Acutis anatuambia, ndiyo barabara yenye njia mbili ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo mje mara kwa mara. Ninawashukuru sana, ninaendelea kuwashukuru wale wanaotenga muda ambao wanakuja kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo wa Ekaristi katika kikanisa kidogo. Vijana, watoto, hata na watu wazima. Mwalete watoto. Huyu mwenye heri Karl Acutis atakayetangazwa mtakatifu mwezi Septemba, wazazi wake walimzoeza haje kwenye sakramenti ya Ekaristi, na Kristo akamvuta mpaka kompyuta yake yote aliyokuwa anayaandika, alikuwa mengi alikuwa yanahusu maisha ya Ukristo na hasa sakramenti ya Ekaristi. Na sasa atatangazwa mtakatifu. Kwa hiyo ninawaomba wapendwa waamini, muwalete watoto wenu kuabudu Ekaristi takatifu, hata wakiwa wadogo. Taratibu taratibu wataenda wanaelewa. Muwafundishe mambo mazuri. Mkataa kuwaleta watoto wenu mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo, ulimwengu utawafundisha. Wale ambao huwa wanakuja kuabudu sakramenti ya Ekaristi pale, kuna vijana ni mabinti wa Bukoba Seko, huwa unawakuta pale wanapiga kelele, wanaongea mambo yasiyoeleweka, sijui para. Sasa unajiuliza hiyo ni lugha gani? Nadhani mmeisha wasikia. Mimi nimepita mara nyingi ninapokuwa naenda kwenye kuabudu sakramenti ya Ekaristi, wanaongea maneno ambayo hayaeleweki. Ndiko kupotea huko. Kama dhehebu lao linawaambia kwamba mnapoongea hivyo nakuta wamekazana. Sasa unajiuliza, nakaa pale tunashangaa, nasema hawa namna gani? Lakini wazazi wao ndio wamewapeleka kule wakiwa wadogo, au huenda wamepotoka wakiwa shuleni huku. Msipowapeleka sehemu nzuri watoto wenu, shetani atawaajiri kama hao ambao wanawakuta pale. Nadhani tungekuwa tunaulizana, wale ambao wanakuja kwenye kuabudu sakramenti ya Ekaristi, hao mabinti mmeisha waona. Unajiuliza hili wanayoyaongea ni nini? Na Kristo haya anayaelewa, Mungu anayaelewa. Kwa hiyo muwalinde, kama nilivyoongea wakati ule Dominika ya Miito, kuwalinda watoto wenu na kuwafuatilia wanapokuja nyumbani, na sasa hivi wako likizo. Hakikisha wanakuja kwenye misa takatifu na wanatembea au wanaenda kwa majirani wepi. Hakikisha hilo. Dunia hii sasa hivi ina mambo mengi. Mitandao hii inafundisha mazuri na kuna uchafu mwingi humo. Msipo walinda, basi watapotea. Wapendwa, leo tutampeleka nje Bwana wetu Yesu Kristo. Tutazunguka naye. Lengo mojawapo kubwa ni kutoa ushuhuda wa imani yetu na kusema kwamba mimi ni Mkristo Mkatoliki na hii ndiyo imani yangu, na kwamba ninamwabudu huyu Kristo ambaye yuko katika maumbo ya mkate na divai. Kwa hiyo tunampeleka Bwana wetu Yesu Kristo aone makazi yetu na mazingira yetu,
tunatoa ushuhuda kama tulivyokwisha sema kwa watu wa dini mbalimbali, Waislamu, Wabudha, Wahindu na Shintoism kama wapo. Shintoism ni watu wanaokutwa huko Japani, kwa Waluterani na wa madhehebu mengine, kwamba huyu ni Kristo, yumo mzima na yumo kama alivyokuwa anatembea katika Yerusalemu wakati akiwa na mitume. Maneno hayo anayataja huyu mwenye heri Karl Acutis. Anasema unapomwabudu Bwana wetu Yesu Kristo, unakuwa unamwabudu kama yule aliyekuwa anatembea na mitume kule Yerusalemu. Unapokwenda kumwabudu, kwa hiyo uone huyu mtoto Karl Acutis miaka 15, alifariki akiwa na miaka 15, lakini hayo Kristo alishamfunulia. Kwa hiyo unapowaleta watoto wenu, mjue kwamba atawafunulia, Mungu atawafunulia mambo mazuri kama Karl Acutis. Kwa hiyo ndugu zangu, tumkaribishe kwenye familia zetu, kwenye makazi yetu, aangalie changamoto zetu, atusamee madhambi yetu ambayo ni mengi sana, haondoe uchungu wetu, atupatie na kutuongezea imani na zaidi fadhila ya mapendo, atibu magonjwa yetu ambayo yanaweza yakawa ya mwili na ya kiakili, apokee furaha zetu. Tumuombe pia apokee majitoleo yetu, sadaka zetu, madhaifu yetu. Na ndiyo maana yeye mwenyewe anatuambia, njoo kwangu msumbukao nami nitawapatia nguvu, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Na hapo Mtakatifu Alfonsi wa Ligori anasema ibada ya kumwabudu Kristo ni tendo kubwa sana katika maisha, na ni ibada kubwa, ni mojawapo ya ibada kubwa katika maisha ya Mkristo. Na ni kisima na chemichemi ya neema zote. Ni kisima, ni hazina, ni chemichemi na ni kisima cha neema zote. Kwa hiyo ndugu zangu, muone kama wewe uji kumwabudu, unasubiri siku ya leo tu, uone jinsi tunavyopoteza neema hizo. Kwa hiyo tunapotoka hapa, ningewaomba tuhamasishane kuwa tunakuja mara kwa mara kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo. Na mtumishi wa Mungu Fulton Sheen ambaye anatoka Marekani kwenye jimbo la Peoria alisema watu wengi walipoenda kumwabudu Bwana wetu Yesu Kristo wa Ekaristi, maana ibada hii ya kuabudu wa daima ilianzia huko, mambo mengi yalibadilika katika maisha yao na wengi walimgeukia Mungu. Kwa hiyo ninawakaribisha, naendelea kuwakaribisha, nimeshawakaribisha mara nyingi. Jamani, tuna
hapa wakati wote na katika makanisa yetu, na nimewaomba mapadre waanzishe vituo hivi vya kuabudia katika makanisa yao, kusudi watu wao wanafika na kumwabudu Kristo na kupokea neema hizo na kuchota baraka wanazozihitaji katika maisha yao, katika mahangaiko na katika madhaifu yao. Tunao ushuhuda wa watakatifu wengi ambao ningependa siku ya leo kuwataja tena. Mtakatifu Tomaso wa Aquino aliandika kwamba aliyapata mengi kutoka sakramenti ya Ekaristi. Alipokuwa anafanya tafakari, aliweza kupata mengi. Wale wanaosoma falsafa wanafahamu jinsi alivyoweka katika Ukristo filosofia iliyoitwa ya kipagani ya Aristotle na kuifanya iwe ya Ukristo, lakini yote aliyapata kutoka kwenye sakramenti ya Ekaristi. Mtakatifu Maria Goretti Margaret wa Arkoko, yeye anasema kwa kupitia kuabudu Ekaristi takatifu Mungu alimjaza neema nyingi, na ibada ya Ekaristi takatifu, ya kuabudu Ekaristi takatifu ilipata kuenea kupitia kwake. Ni kitu kikubwa sana ambacho huyu mama hazina hii aliyomfunulia Mungu, mpaka ibada hii ya kuabudu Ekaristi takatifu ikafika huku kwetu kwa kupitia mama. Hii ni baraka kubwa. Kwa hiyo na wewe kama una mpango, kama una project yoyote au wazo fulani ambalo unaliona alipiti na ni zuri, unaona kwamba linaweza likaokoa ulimwengu, linaweza likaokoa familia yako, linaweza likaokoa ofisi yako, njoo hapa kwenye Ekaristi takatifu. Waanzilishi wa mashirika mbalimbali, waanzilishi wa taasisi kubwa, wote wamechota, au walio wengi wamechota neema na baraka kutoka kwa Ekaristi takatifu. Watakatifu mbalimbali kama Mtakatifu Gertrude, yeye alikuwa akienda kuabudu Ekaristi takatifu kila siku, na Mwenyezi Mungu alimpatia utakatifu. Na Mtakatifu Rita wa Kasha, ambaye sasa hivi tunakimbilia ulinzi wake au maombezi yake, yeye alikuwa kila mara akisali katika sakramenti ya Ekaristi. Na ukienda kuiji huko kwenye kituo chake huko Kasha, utaona kwamba hata pale kwenye kituo chake palitokea muujiza wa damu wakati padri akiazimisha sakramenti, akiazimisha misa takatifu. Divai iligeuka kuwa damu. Utakapoenda huko utayaona. Mimi yaona mwaka dhani 2006 nilipopelekwa huko Roma kwa ajili ya masomo kujiendeleza. Tulipelekwa pale, halafu tukawa tumeelezwa hivyo. Kwa hiyo huenda baadhi yenu mmeishafika au mtafika. Kwa hiyo mnaona Bwana wetu Yesu Kristo anavyoendelea kujifunua katika Ekaristi kwa wale wote ambao wanampenda. Mtakatifu Isidori alipokuwa akipita karibu na kanisa, alikuwa akipita na kuingia ndani na kusali.
sakramenti hiyo ilimpatia nguvu, au kwa kupitia sala hiyo alipata nguvu, na hata utume aliofanya ukafanikiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, muone kwamba wakati mwingi tunatembea na Bwana wetu Yesu Kristo, lakini bila kufahamu hayo makubwa alionayo. Ninawaalika, sio siku ya leo tu, siku zote mfike kuabudu sakramenti ya Ekaristi, na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yumo humo atakujalia neema na baraka unazohitaji katika maisha yako, na atakuongoza ili uwe na ufanisi, na mwishoni atakuongoza katika uzima wa milele kama baadhi ya watakatifu tulio wataja. Tumsifu Yesu Kristo.